Sana asubuhi majira ni Afrika Mashariki, na hizi ni habari za sasa za Radio Maisha, stesheni nambari 1 ni habari zinazoaminika zaidi kote nchini. Mimi ni Sama Amani. Lydia Tokesi Bukala, msichana aliuliwa kikatili na mpenzi wake kabla ya mwili wake kutupwa katika msitu wa Ngong, amezikwa kijijini Masaba, wadi ya Nabiswa kwenye kaunti ya Trans Nzoia, huku wito ukitolewa kwa Rais William Ruto kukabili mauaji ya kiholela kwa jinsia ya kike. Baadhi ya viongozi wakiwemo wanasiasa chipukizi eneo hilo la Nabiswa, Evans Nyongesa, wameshinikiza uchunguzi wa kina kufanywa na mshukiwa wa mauaji kutiwa nguvuni ili familia iliyofiwa ipate haki. Pole kwa familia ambayo tumekuja hapa Masaba ambao walipoteza msichana kwa mauaji. Mimi nalaani kitendo kama hicho. Msichana kama huyo angefaa kuwa muhimu sana katika taifa hili la Kenya, lakini kwa sasa hayupo kwa sababu ya kifo ambayo haieleweki ilikuwa namna gani. Na naomba serikali hii ya Kenya waweze kuchunguza vitu kama hivyo, kwa sababu tukiendelea kupoteza vijana kama hao ambao ni muhimu kwa Kenya hii, haitakuwa vizuri. Na hatuwezi jua next atakuwa ni nani. Mimi naomba president wetu aendelee kuchunguza vitu kama hizo ili tuweze kumaliza mambo ya vijana kama watu kuuliwa every time. Ikumbuke mapema mwaka huu Rais William Ruto aliteua jopo la watu 42 linaloongozwa na aliyekuwa naibu wa jaji mkuu Nancy Barasa kutathmini na kukagua kesi za unyanyasaji wa kijinsia. Kwa mujibu wa familia ya Lydia aliyesomea chuo kikuu cha Moi na kuhitimu, alitoweka Januari 4 na kupatikana Januari 11 mwaka huu katika msitu wa Ngong, mwili wake ukiwa umekatwa na kuharibika. Mwanamke mmoja umri wa makamo ameuliwa baada ya kudaiwa kumwiba mtoto umri wa mwaka 1 unusu katika kaunti ya Homa Bay